Kaka Masanza, pole na safari na karibu tena Zanzibar. Asante sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Safari ilikuwa ya namna gani kutoka kule Singida mpaka kufika Dar es Salaam mpaka mmefika tena hapa visiwani Zanzibar? Ilikuwa ni safari ndefu kwa sababu tumeondoka Singida majira saa 2 za usiku jana, na tumesafiri moja kwa moja na basi letu kwa maana ya upande wa wachezaji. Kwa hiyo tumeingia Dar es Salaam saa 3 hivi asubuhi bila kupumzika. Timu ikaja bandarini pale Dar es Salaam na kupata boti ya saa 6 mchana na sasa imeingia Zanzibar. Unaweza kaona ni safari ndefu kiasi gani, lakini tulilazimika kufanya hivyo kwa sababu tunajua tukiwa Zanzibar tutapata muda wa kutosha wa kufanya recovery program. Yaani leo hii timu itafanya program ya kurudisha kuondoa uchovu na kurudisha utimamu wa mwili, kisha kesho itafanya maandalizi ya mwisho. Tarehe 10 na tarehe 23 tutaingia uwanjani kwenda kucheza mchezo wa kwanza. Tunaona kuna ratiba nyingi za ligi kuu. Kwa Singida vipi, imekuja full mkoko? Sisi tumekuja na wachezaji wote. Kuna wengine wanatangaza tu lakini najua watajivunja. Kwa masiara nini. Sisi tumekuja na wachezaji wote kwa sababu mbili. Kwanza, kumbuka tuna benchi jipya la ufundi. Hawajawaona wachezaji wengi wakicheza. Kwa hiyo mashindano haya yamekuwa kama fursa. Kipindi hiki ambacho tunashiriki kombe la Muungano, papiki moto na wataalamu wengine ambao wamejiunga na timu yetu watapata muda wa kutosha wa kufahamu wachezaji na pengine wakatumia wachezaji wote kwenye mashindano haya kwa kubadilisha. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza, lakini jambo la pili, tumekuja kushindana, hatujaja kushiriki. Tumeheshimu sana mwaliko ambao tumepokea kutoka kwa waandaaji, lakini watu wakumbuke haya mashindano ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na heshima ambayo tumepatiwa kati ya timu 4 tu ambao zimepata mwaliko kutoka kule bara zinakutana na timu 4 tu zilizoko hapa visiwani Zanzibar. Sio tu ili mradi timu bora. Sio kama kule kuna sehemu walialikwa TRA nikauliza hawa wamekuja kwa kigezo gani? Lakini tunashukuru kwa mwaliko huu. Ubora ndio umesababisha timu 4 zimealikwa na hatutawaangusha waliotuamini kutuleta kwenye mashindano haya. Tumeshawaambia wachezaji dhamira yetu ni kufanya vizuri na ikiwezekana kulichukua kombe la Muungano. Mnakwenda kucheza na timu ya Mlandege. Ni timu ambayo tayari imeshakutana nayo kwenye kombe la Mapinduzi. Nyinyi mechi hii inaweza kwenda kuwa na pressure yoyote kwa upande wenu? Of course, ina pressure kubwa sana. Sababu Mlandege tunajua watakavyokuja. Si wageni wa kucheza na Singida Black Stars. Utakumbuka tulicheza nao kwenye michuano ya kombe la Mapinduzi Januari mwaka huu na tukawaondoa mashindanoni. Sasa hata ukiwasikia wanavyozungumza unawasikia kumbe. Sio kwa sababu mfupi ndio unapita mbele ya kamera kila saa. Na uliwasikia wanavyozungumza. Nimsikia London Boy kijana wangu kabisa, eti na yeye ananiambia nisije, yani nije leo afu mechi kesho. Kweli kijana wako kabisa anafikia hatua hiyo ya kunichimba beat. Lakini pengine anajiamini, ana timu nzuri na tunasubiri tuone uzuri wao uwanjani. Sisi tumekuja kushindana na hatuwezi kukubali yale ya mwaka jana yajirudie. Niwakumbushe watu, sisi mwaka jana tulialikwa tukacheza mechi moja tukafukuzwa. Mwaka huu hatuwezi kukubali kujirudia. Kwa wachezaji wanafahamu dhamira ambayo tuko nayo na tunaamini tutafanya vizuri. Sawa, kaka Masanza, ni miongoni mwa makombe ambayo kwenu si makubwa sana. Kwa Tanzania bara si amko katika nafasi ya kukompiti ubingwa, lakini kwa huku watu wanasema kwamba mashindano haya watu wanakuja kuweka vikosi B kutokana na ratiba ya Tanzania bara. Kwa Singida ikoje? Sijui kama kuna timu itatamani ije tu kuuza sura kwenye kombe la Muungano. Ndio kombe pekee ambalo lina taswira ya kitaifa kwa maana ya bara na visiwani. Sisi tumekuja full mkoko. Kila mchezaji wa Singida Black Stars unayemjua amekuja hapa. Hata wale wenye changamoto za majeraha wamekuja hapa. Ni heshima lakini pia ni dhamira ya kufanya vizuri. Sasa ambao wataleta timu B sijajua watakuwa na mpango gani au watakuwa wanayachukuliaje, lakini siamini kama kuna timu ambayo imepata heshima ya kualikwa.
Wale wakina Chobwedo walitamani kuja huko lakini wameambiwa nyie bado ni watoto wadogo. Hizi shughuli hamziwezi, muda wenu bado. Muda ukifika wakina Chobwedo nao watakuja huku lakini kwa sasa ni zamu ya kina Lamin Jaju, ni zamu ya kina ya Ibrahim Moro, kina Ahmed Pipino, na Singida Black Stars ndio timu pekee iliyoko Tanzania bara kwenye kikosi chake ina Wazanzibari wengi kuliko timu yoyote. Kwa nyumbani kumbe huko. Yaani kuna wachezaji tumewaleta nyumbani. Hakuna. Kaeni fanyeni mahesabu, pitieni squad zote. Umeona baraka hizo? Mvua ni baraka inatukaribisha Singida hapa Zanzibar. Haipo timu ya ligi kuu kule Tanzania bara ambayo ina Wazanzibari wengi kwenye kikosi chake kama Singida Black Stars. Kwa hiyo tumewaleta vijana wetu nyumbani, na hili jambo wao tunataka watuongoze njia. Wakipewa nafasi wajue kabisa wameibeba Singida Black Stars mabegani, kwa sababu huku ni kwao. Na pia tuliwasajili kwa sababu hiyo pia, kwamba tunapokuja Zanzibar tunajua tuna wenyeji wetu watatuelekeza pa kupita. Hawa wakina Mukrim Isa, wakina Abdallah Khairi Sebo, wakina Abdul Malik Zakaria, Khalid Habib Gego, wakina T Lanso, wengi wengi. Wao ndo wanatakiwa watuoneshe ramani ya vita. Tunaingia hapa, tunatokea hapa, tunabeba muungano, tunaondoka nalo nyumbani. Sawa, lakini tumalizie hapa. Kuna namna yoyote umemiss ex wako? Nani? Ex wako Mwagala. Ana jipya bwana. Mimi sasa hivi nimepata mtoto wa Kiarabu. Umtaki tena. Viwango vyangu vimepanda sana rafiki yangu. Sawa, neno kwa mashabiki wa Singida Black Stars ambao wamewapokea vyema kuanzia hapa bandarini, na nadhani hata kwenye mechi watakuja. Tunawashukuru mashabiki na najua shauku ni kuiona timu yao. Tunawakaribisha sana tarehe 23 kesho kutwa, mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Mlandege FC, na wata enjoy. Unajua uzuri wa mashindano haya ni mechi 3 tu. Ubingwa mechi 3 tu. Unamnywa huyu na mnywa yule, mnatembea mnaenda kucheza finali. Kwa hiyo tunaamini tuna matarajio makubwa na mashindano haya. Inshallah waje washuhudie burudani za timu yao pendwa Singida Black Stars. Nikutakia kila la heri. Asante sana.